kuna dhana inajengwa inayojaribu kutujengea picha kwamba G55 ni kundi fulani hivi la kimkakati ambalo lilianzishwa kwa makusudi ya kupambana na chama, ya kukipinga chama, ya kufanya uharibifu dhidi ya chama. Na dhana hii pia imeuliziwa swali, sababu ya kuzungumza ni kwa sababu limeulizwa swali na ndugu John Marwa wa Jambo TV kwamba sisi tunafanya destructive, tunafanya uharibifu dhidi ya chama. Kwa ningeomba kufafanua kidogo. Kabla ya katibu mkuu wa Chadema kualika watiania katika kikao maalum kilichokuwa na ajenda ya kujadili hali ya siasa na kujadili mwenendo wa chama katika kupigania chaguzi huru na za haki, kabla ya mwaliko huo hakukuwahi kuwa na kitu kinachoitwa G55. Kwa hiyo hakukuwa na hiyo njama, hakukuwa na hiyo hila, hakukuwa na huo mpango unaodhaniwa kuwa ni mpango ovu. G55 tuliibuka baada ya chama chenyewe kupitia kwa katibu mkuu kufungua milango ya kutaka sisi watiania, sisi wanachama wake, tujadili ajenda ya chaguzi huru na za haki. Kwa hiyo tuliruhusiwa kujadili. Sasa unapopewa fursa ya kujadili, maana yake umepewa fursa ya kutoa mawazo yako. Sasa tukaandaa mawazo yetu katika mfumo wa maandishi, tukawasilisha waraka ule. Baada ya pale na mpaka leo waraka ule haujawahi kujibiwa rasmi. Tunasikia tu maneno, hawa wanapinga msimamo wa chama, hawa wanaharibu chama. Tunaharibuje chama wakati tulialikwa tutoe mawazo yetu? Mawazo yetu sio lazima yalandane 100% na msimamo wa chama. Kwa hiyo naomba dhana tunapopakazwa matope kwamba tunapinga chama, hapana. Sisi tulialikwa na chama kutoa mawazo yetu, na mawazo yetu ndio yamekuwa hayo. Lakini la pili, na waandishi wa habari, naomba mlichukue hili pia kwa umakini. Msimamo wa chama una mambo mawili tu makubwa ya msingi. Kwanza, chama kinadai reforms, amefafanua sana Mheshimiwa Mrema. Sisi G55 pia tunadai reforms, tunaunga mkono hoja hiyo. Lakini sehemu ya pili ya msimamo wa chama kinasema iwapo reforms hazitopatikana kwa wakati, chama kitazuia uchaguzi. Sisi tumesema kuzuia uchaguzi pia tunaunga mkono, lakini kama kutakuwa na haja sana ya kuzuia uchaguzi, basi tukauzuie tukiwa ndani ya uchaguzi. Kwa hiyo utaona hata hilo la kuzuia uchaguzi pia tumeliunga mkono, lakini hatuoni utekelezaji wake iwapo utakuwa nje ya nini? Ya uchaguzi. Sasa kwa msingi huo ni kwamba hatujapinga na wala hatujatengua msimamo wa msingi wa chama, isipokuwa tulitoa ushauri uliokuwa na lengo la kuboresha mkakati wa nini? Wa utekelezaji. Na nisingependa kuingia kwa undani sana. Lakini jambo la pili ambalo tunapakazwa matope ni kwamba sisi tumehongwa. Sisi ni waasi. Sisi ni wasaliti. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Chama tayari kimekwisha jiondoa kwenye uchaguzi. Na tuliwashauri mapema twende kwenye uchaguzi. Usipokwenda kwenye uchaguzi, tafsiri yake ni kwamba unamsusia. Ukimsusia nyani shamba la mahindi utavuna mabua. Tukasema twende kwenye uchaguzi ili hawa watu wasipite bila kupingwa. Sasa tujiulize, sisi tunaotaka tukapambane na CCM na wenzetu wenye mwelekeo wa kutaka CCM ipite bila kupingwa, yupi anaweza kuwa amehongwa? Kwa logic ya kawaida ungetarajia wanaotaka kuiachia CCM ipite bila kupingwa ndio wangeweza kuwa wamehongwa. Lakini sisi hatutaki kusema hivyo, kwa sababu tunajua hizi ni tofauti za nini? Za kifikra. Kwa hiyo tunakisii chama chetu kisimame kwenye hoja, kiitazame nia njema ya ushauri tuliokuwa tumetoa
Ushauri wetu ulikuwa na nia njema sana. Hakuna aliyehongwa, wala tusemi chama kimehongwa kwa kusimamia inachosimamia, na hata sisi hatujahongwa, kwa sababu nia yetu ni kuepusha hatari ya CCM kupita bila kupingwa. Nia yetu ni kuepusha ndoto, matarajio, matumaini ya Watanzania ambao siku zote wamekuwa wanahitaji kuongozwa na chama na sauti mbadala bungeni na kwenye vyombo vya maamuzi vya serikali. Kwa hiyo hii mchezo wa kutumiana, kupakana matope si utamaduni na sio msingi mzuri wa hoja na demokrasia ndani ya chama chetu.